إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنعوذ بالله من البدع والضلال. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. إني واجه والله تبارك وتعالى، ninawausieni pia naiusia nafsi yangu kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Hii ni fursa nyingine, twapasa kumshukuru Allah tabaraka wa taala juu ya fursa hii, nayo ni fursa ya khutba. Ni fursa ambayo inatumika kuwakumbusha Waislamu na kuwafundisha na kuwazindua yale yanayowahusu katika dini yao. Ni fursa pekee Waislamu hukutana kila wiki kwa lengo la kukumbushana, na wanaopata fursa ya kukumbusha katika minasaba hii wanatakiwa kuwakumbusha Waislamu yale yanayowahusu na yenye umuhimu sana kwa wao katika dini yao na dunia yao. Ukizingatia yanayotuhusu ni mengi, lakini yanatangulizwa yale ya muhimu, na hasa yakiwa ni ya haraka. Naomba Waislamu tusogeleane. Na yale niliyokusudia niwakumbushe, pamoja ya kwamba tuliwahi kuyasema mara nyingi katika khutba mbalimbali, ala wa hiya mas'alatu mushahadati mubarati kurrati alqadam. Ni masala yanayofungamana kuangalia na kushuhudia mashindano na michezo ya mpira wa miguu. Ni jambo ambalo kiukweli linatushughulisha wengi katika vijana wa Kiislamu. Ni jambo ambalo limechukua kasi kubwa katika maisha yetu. Vijana, hili jambo limechukua sehemu kubwa katika wakati wao, bali limechukua sehemu kubwa katika mali zao,
bali limechukua sehemu kubwa katika akili zao, likapelekea kuvunjiana heshima, likapelekea watu kuvunja heshima baina yao na upendo kushuka na mifarakano kutokea kwa sababu ya jambo kama hili la kushuhudia mpira na mchezo wa mpira wa miguu. Leo ninachotaka mimi tukumbushane, tusome baadhi ya fatawa, baadhi fatawa ulamaina alkibar, baadhi ya fatwa za wanachuoni wetu wakubwa, maulama wanasemaje kuhusu mchezo huu na kuuangalia na kukusudia kutoa fedha au kutoa wakati, hata usipotoa fedha ukatoa muda ukakaa na wenzako mkaanza kuwashuhudia na kuwashangilia wasiowasikia, kwa sababu huwa hawawasikii, wako kwenye vyombo, wako mbali, nyinyi mnawashuhudia kupitia vyombo hivyo. Maulama wetu wanasemaje? Ibadallah, Uislamu wetu umetuhimiza sisi kunako swala la arrujuu ila alulama, kurejea kwa maulama, na umma utafaulu pale ambapo utakuwa unarudi kwa wanachuoni wao, kwa maulama wetu, kwa sababu wao ndio waliorithi mirathi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndio warithi wa kazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Usitaraji kwamba Mtume atafufuka leo kuja kuzungumzia mpira wa miguu. Mtume ameshazungumza hayo tangu zamani, lakini kwa sababu tuko mbali na dini yetu katika kuisoma na kuifuatilia, maulama wakasoma maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na wakayazungumza yanayotokea hivi sasa kwa kuyapima na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu wao wanakijua kitabu cha Allah zaidi kuliko sisi, wanayajua maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam zaidi kuliko sisi. Kwa hiyo lazima tuangalie maulama wetu wanasemaje. Qur'ani imetuhusia sisi kurejea kwa wenye ilmu. Allah anasema fasalu ahla dhikri, ay ahla alilm, waulizeni wenye ilmu, wenye ufahamu katika jambo kuhusu dini yenu, in kuntum la ta'lamun, ikiwa nini hamna ufahamu wa jambo hilo. Na mimi nina uhakika asilimia kubwa ya Waislamu hawana elimu kuhusu mpira huu, hawajui wala hawana ilmu ya dini yao kuhusu kushuhudia huu mpira. Na ndio maana ilitulazimu sisi katika siku za nyuma, haijapita hata miezi mitatu, tuliweka hutuba kama 4 mwezi mzima, tukazungumzia mpira huu wa miguu, tukaelezea historia ya huu mpira na chanzo chake ni wapi, na waanzilishi wa huu mpira ni akina nani. Ni jambo ambalo lina miaka 800 huko nyuma, na huu mchezo tukaja kugundua kupitia uchunguzi wa kiilmu na wanavyosema wataalamu wa haya mambo, ni mchezo ambao ulianzishwa na Wachina waliokuwa na mchezo wao ukiitwa tashusu kwa lugha yao, mchezo ambao ulikuwa wametengeneza kitu katika utumbo wa mnyama, wakawa mchezo huo wananyang'anyana kwa kutumia miguu. Na mnafahamu ya kwamba wa magharibi, nikikusudia Mayahudi wana Manasara, wao walishaazimia ndani ya vitabu vyao alburtukulatu suhuyunia na maazimio yao ya kutawala ulimwengu. Wanaona wao ndo wana haki ya kutawala ulimwengu. Watatawalaje ulimwengu
wakatafuta njia mbalimbali. Katika waliojitafuta kutawala ulimwengu ni michezo. Pia michezo ni katika njia wanazozitumia Mayahudi kuweza kuuteka ulimwengu na kuendesha fikra zao katika ulimwengu mzima. Katika michezo ambayo waliifuatilia kwa kina na wakaibeba na wakaifanyia uchunguzi na kutengeneza malengo makubwa kupitia michezo hiyo, ni mchezo huu wa mpira wa miguu. Pale kilipotoka baadhi ya watu katika wao wakaenda katika nchi ya China, wakafuatilia mchezo huu katika miaka kadhaa, wakapeleka jambo hilo kwao, wakalitazama na wakalipangilia mpangilio ambao walihakikisha wanafikia malengo yao. Yote tuliyaelezea kwa urefu na sauti, alhamdulillah, zimehifadhiwa. Ndugu Waislamu, sasa baada ya kuwa tulielezea jambo hilo, tukaelezea madhara ya hili jambo, lakini pia tukaelezea kwamba mpira wa miguu, wanachuoni wetu wa Kiislamu wakiwa wanauzungumza katika sura kuu mbili. Sura ya kwanza wanauzungumza mpira wa miguu kunako kuucheza. Mtu mwenyewe kucheza mpira huu ni ipi hukumu yake? Uislamu unasemaje mtu kucheza mpira? Alafu wanazungumza kuhusu kuangalia na kuwatazama wanaoucheza na kuwashajiisha, wakazungumza kuhusu masala haya mawili. Kiufupi kabisa na kwa faida ni kwamba maulama wanazungumza, wameikhtilafiana katika kauli kuu mbili kuhusu kushiriki kucheza mpira wa miguu. Wapo ambao wameona hairuhusiwi kushiriki kucheza, japokuwa kauli hii ni dhaifu, haina nguvu sana. Wako waliosema yafaa kucheza mpira huu wa miguu, lakini kwa masharti, na kauli hii ina nguvu. Yaruhusiwa kucheza mpira huu wa miguu na kushiriki, lakini kwa kuzingatia yafuatayo. Jambo la kwanza, wakasema ahlul ilmi, kucheza mpira wa miguu yaruhusiwa idha kana almaqsadu minha tadribu aljism. Yaruhusiwa kucheza kwa masharti. La kwanza, ukusudie kufanya mazoezi ya mwili, si kupoteza muda, iwe ni sehemu ya mazoezi. Uislamu umeruhusu mtu kufanya mazoezi ya mwili wake. Kwa hiyo mpira unapoushiriki, malengo yako makubwa yawe ni kuweka sawa mwili wako, wala si kupoteza muda wala kupoteza wakati. Hili ni jambo la msingi la kuzingatia katika kushiriki mchezo huu. Lakini pia wakasema alla yuhibbuhu mahabbatan yataadda biha ila ma'siyati llah, au kama qala, asiupende mchezo mapenzi ambayo ya kupindukia yatakayompelekea yeye kumwasi Allah au kuziacha baadhi ya sheria za Allah kwa wachezaji. Yani maana yani wale walioruhusu mpira waliruhusu iwe ni katika swala la kushiriki mazoezi, lakini usiupende kupitiliza. Lakini jambo lingine wakasema asiupe muda wa kufanya mambo ya msingi katika maisha yake. Ni mchezo kama michezo mingine, usiupe wakati wa kufanya mambo ya msingi. Ina maana kuna shughuli za msingi inafika tu unaziacha, tunaenda kwenye mpira. Kwa hiyo usiupe muda mwingi. Kuna mtu akipitwa mpira kucheza anaumia, kila siku iko uwanjani, kwa sababu kitu unapokizoea kwa muda mrefu na hakina manufaa makubwa na wewe, itakuwa ni ngumu kukiacha hapo baadaye. Kwa hiyo ni jambo ambalo usilipe muda mwingi, tena muhimu. Ni jambo unalifanya kwa muda, unaliacha kwa muda na kufanya mengine.
Jambo lingine la kuzingatia, wanasema asishiriki mchezo huu na watu wasiokuwa na adabu na akhlaqi mbovu na watu wachafu, watamnondolea ghera ya kuchukia uovu. Unashiriki na watu hawaswali, watu walevi, watu wanatukanana, watu wenye maneno machafu, litakupelekea wewe kuzoea maneno haya, alafu utajishtukia na wewe unayatumia. Kwa hiyo kushiriki mpira wa miguu, usishiriki na watu waovyo, watu wasiokuwa na akhlaq. Ni vizuri kashiriki na watu waliokuwa wema. Miongoni mwa mambo yanayotakiwa kuzingatiwa katika wachezaji, kuchunga nyakati za sala, nyakati za ibada, lakini isiwapelekee wao kuvunja nyakati za swala. Lakini pia kuchunga mavazi ya kuvaa wakati wa kushiriki mchezo huo. Hakuna mchezo ambao imeruhusiwa kucheza ukiwa uchi. Hapana, lazima ushiriki ukiwa katika hali nzuri, na haya tuliyazungumza kiurefu hapa, nimeyataja kwa ufupi angalau kupata faida kwa yaliyojiri huko nyuma. Ndugu Waislamu, ama kuhusu swala la kuangalia na mtu kutoa fedha na kuangalia, hilo maulama wamelizuia, hamna faida yoyote, bali ahlul-ilm wanasema ni haram kama tutakavyoona. Bali wanasema hii michezo ya kwenda kuangalia watu wakawa wanashindania fedha fulani, hii wanachuoni wakasema ni kamari, ni katika michezo ya kamari, na wewe kushuhudia kamari ni sehemu katika kuliunga mkono na kulikubali. Sasa haya tutayaona kupitia fatawa za maulama wetu wakubwa kuhusu kushuhudia huu mchezo, kama tulivyosema kwa ufupi. Ndugu Waislamu, Qur'ani inatutaka sisi turudi kwa waliosoma na wenye ilmu. Wa idha ja'ahum amrun min al-amri aw al-khawfi adha'u bihi. Allah anawazungumzia wanafiki waliokuwepo zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, pindi walipokuwa wanaenda kwenye jihadi, wakipata habari kwamba Waislamu wameshinda vita na wamepata ngawira, wao wanakimbia mtaani kutangaza bila kuwa na ilmu wala ufahamu. Au wakipata habari kwamba Waislamu wamepata mtihani huko, wanakimbia kutangaza. Wa idha ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bihi. Hii aya inatufunza nini? Kawaida ya watu wajinga, watu wasioshughulika na wasiokuwa waelevu, ni watu wa kueneza habari bila kupima hizo habari za kueneza zikoje. Ni wepesi wa kueneza habari bila kuzipima. Lakini wenye ilmu wanapopata habari, wao wanazichunguza kwa ilmu, wanazipima kupitia elimu, alafu wanazitafakari yajayo na madhara na faida yatakayotokea iwapo habari hizi zitaenezwa, alafu ndo wanachagua cha kusema na habari ya kueneza na taeneza katika sura gani. Hivi ndivyo alivyotuambia Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kuna haja ya kurudi kwa ahli ilmu, kwa wanachuoni wetu, hasa katika masala kama haya mazito yanayoshughulisha ulimwengu. Sio watoto wadogo, sio vijana, sio mababu, sio watu wazima, sio wanawake, sio mabibi. Leo watu wamekuwa kama vile, yani si watu, hakuna busara katika hili. Kisa kashinda au wamefanya nini? Ni masala hatari sana kwa zama tulizonazo. Na mimi katika huko nyuma kuzungumzia kwamba mpira wa miguu miongoni mwa madhara yake yanaharibu yale mambo matano muhimu ambayo Uislamu umekuja kuyalinda. Mambo matano. Mpira wa miguu unaharibu akili. Yani katika vitu vinavyoharibu akili kwa kasi kwa zama tulizonazo ni huu mpira wa miguu. Watazameni washangiliaji, watazameni watu wazima, anafanya kituko mpaka unashangaa, eti kisa timu yake imeshinda. Mtu mzima anafanya kitendo mpaka mtoto mdogo anamshangaa. Kama si kuharibika akili ni nini? Lakini mpira wa miguu unaharibu heshima za watu, unavunja heshima. Mtu anamweka mke wake boni eti timu ikishinda.
hajali tena, hana wivu tena na familia zake. Na hakuna nchi zinazoweka bondi ya mipira mguu kama nchi za Ulaya. Hilo lishakuwa ni maarufu kwao. Watu wanaweka majumba ya ghali, wanaweka familia zao kwa ajili ya mchezo huu ambao shetani ameupa nguvu kubwa sana. Lakini mpira wa miguu unaharibu mali, unaharibu pesa. Lengo la mpira ni kucheza. Wanaocheza wako 12, wanaoangalia wako milioni 5, wako milioni 2, na kila anayeangalia anaingia kwa hela. Kama si kuharibu pesa ni nini? Unaambiwa tunahitaji 100,000 tunajenga msikiti, lakini uko tayari kulipa tiketi ili uingie na kuwalipia wengine kwenda kuangalia mambo ambayo hayana maana. Walladhina la yashhaduna az-zur, wale ambao wema katika waja wa Allah wema ni wale wasioshuhudia mambo ya upuuzi. Kwa hiyo alhasil, ndugu Waislamu, lengo kubwa walioruhusu mpira wameruhusu katika sura ya kucheza, na asili ilikuwa ni kucheza ushiriki ili ufanye mazoezi. Nyinyi wa kutazama na kushangilia, faida yenu nini? Kwa hiyo mpira wa miguu pia ni katika unaharibu nafsi, unaharibu nafsi. Watu wamefikia hatua kunyongwa, kuuawa na kufanya uadui baina yao kwa sababu ya mchezo huu ambao faida yake ni ndogo sana kuliko madhara yake. Lakini mpira wa miguu unaharibu wakati ambao ndo umri wako wewe. Sekunde moja hakuna mahali unaweza kainunua. Ikipita ndo imepita, itabaki historia kwamba mimi wakati nikiwa chuo miaka fulani nilikuwa kadha na kadha, inabaki habari, haiwezi kurudi, ndo unaenda mbele. Sasa si muda wa kuharibu wa sasa kwa vijana. Huu umri tunaouchezea babu zetu wanaujutia, wazee wetu wanautamani, lakini leo unapata umri wa kwenda kukaa mahala na kutazama watu wamevaa vibukta vipenzi, wanaruka, wanafanya sijui mazoezi, washangilia mpaka wanakutoa utu. Allah tusamee na Allah tustiri. Ndugu Waislamu, kwa hiyo haya tuliwahi kuyazungumza. Maulama wanasemaje kuhusu kushuhudia mpira huu? Lazima turudi kwa wanachuoni wetu, turudi kwa maulama wetu. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Sunan Abi Daud, kuna kisa Waislamu siku moja kama za Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa safarini. Walipokuwa safarini, mwenzao mmoja akapata ajali, akaumia kichwa, jiwe likaporomoka likamkata kichwani, akapata jeraha kubwa. Hasa ukafika muda wa swala, hawezi kutawadha maji. Akawauliza wenzake, je, kuna mwenye fatwa yoyote, kuna mwenye elimu utambuzi kuhusu hali yangu nilionayo? Ninaruhusiwa kutayammam au nitawadhe maji, lakini maji yanahisi yatanidhuru? Wakamkazia, wakasema hapana. Wakajibu bila ilmu, wakasema hapana, hakuna ruhusa ya wewe kutayammam madamu maji yapo. Yule sahaba radhiallahu anhu akakubali, akachukua fatwa ya watu ambao hawajui, hawana ilmu na hilo walilolisema. Akatawadha na akachukua maji akaweka kwenye lile jeraha, ikawa ni sababu ya mauti yake. Kisa ikamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akaambia, qataluhu qatalahumullah, kwa hakika wamemuua na wao Allah waue. Katika kukemea jambo hilo, wamemuua, wamesababisha yeye kufariki huyu mtu. Ala saalu idh lam ya'lamu, Mtume akasema, hivi kwa nini hawakuuliza hali ya kuwa hawakuwa na ilmu pale ambapo hawakujua? Kwa nini hawakurudi wakauliza? Fa innama shifaan li'i su'al, hakika dawa na tiba ya mjinga ya ujinga ni kuuliza. Sasa hakuna atakayepata madhara ndani ya mipira hii alafu uje mbele ya Allah useme mimi sikuwa najua. Qalu alam ya'tikum nadhirun qalu bala qad ja'ana nadhir. Kwa hiyo ndugu Waislamu, mambo kama haya ambayo yametapakaa ulimwengu mzima, haiwezekani wanachuoni wetu wakawa hawana maneno yoyote kuhusu jambo hilo. Na sisi
maisha yetu na utukufu wetu na kusalimika kwetu ni pale tutakapokuwa tunatembea na tunawatazama wataalamu wetu. Hata akili na maumbile ya mwanadamu hairuhusu kufanya jambo lolote bila kuangalia wataalamu wa jambo lile wanasemaje. Hata mambo ya dunia lazima wataalamu, kila jambo lina wataalamu wake. Sasa sisi katika dini yetu tunao maulama na wanachuoni wetu, wameulizwa kuhusu watu kwenda kushuhudia mpira wa miguu kupitia hivi vyombo vya habari tulivyo navyo. Je, wanasemaje ahlul ilm kuhusu hili? Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani was sunnah ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.